Hali kadhalika maandamano yamezuka mjini Nanyuki katika kaunti ya Laikipia asubuhi ya leo, huku wakazi wakimiminika barabarani kupinga mipango iliyopendekezwa na serikali ya kuanzisha kituo cha karantini kwa ajili ya wagonjwa wa Marekani wa virusi vya Ebola katika eneo hilo. Kwa mjibu wa waandamanaji hao, kituo cha karantini cha Ebola kitaiweka jamii katika hatari zisizo za lazima za kiafya na kinaweza kusababisha mlipuko wa virusi hivyo hatari nchini. Tuungane naye sasa moja kwa moja mwanahabari wetu Margaret Kimathi kwa maelezo zaidi kutoka mji huo wa Nanyuki. Margaret, maandamano yalianza saa ngapi na wakazi kutoka eneo hili wanasema nini? Maandamano yalianza asubuhi saa 1 ambapo waandamanaji walibeba mabango na pia matawi wakikatana na kujengwa kwa kituo cha karantini cha virusi vya Ebola hapa katika eneo la Nanyuki, na kituo hicho kinajengwa katika eneo la Laikipia Airbase, ambapo waandamanaji walienda pale na kutaka kuingia ndani ili wakaweze kuona ni nini kinafanyika pale, na tumeweza kusonga kando, lakini kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha ni kwamba hali ni tete kwa sasa. Polisi wanakabiliana na waandamanaji, na kama vile unavyoona ni kwamba baadhi ya biashara zimefungwa, lakini ningependa moja kwa moja tu kuzungumza na baadhi ya waandamanaji watueleze matakwa yao ni yapi. Anza kwa jina lako alafu tueleze kwa nini mnaandamana siku ya leo. Jina langu ni Douglas Mwangi ama Dagi. Mimi ni mkazi wa hapa Nanyuki. Siku ya leo tumeweza kuandamana ili kukataa hiyo quarantine facility ambayo inajengwa Laikipia Airbase. Itatuadhiri sana kwa sababu hao wanajeshi wa Laikipia Airbase watu tunatangamana nao kila siku. Watoto ambao wanasoma Laikipia Airbase tunatangamana nao kila siku, na eventually wakipatwa na virusi za Ebola pia sisi itatufikia. So sisi tunapingana kabisa kwa sababu hatukuwa involved na hakukufanywa any public participation. Tuulizwe hapa kwetu nyumbani kama tungetaka kujengewa hiyo facility ya Ebola. Wangetuuliza, sisi tungetaka hiyo pesa ambayo wanajenga nayo huko watujengee, waturudishie kiwanda ambayo ilikuwa kitambo ya Mountex, vijana waweze kupata kazi. Na kama tunaweza jengewa university kama towns zile ambazo zimetukaribia, tungefaidika sana. Asante. Na mkazi mwingine, hebu tueleze kiwango hiki, pengine kituo hiki hicho kimejengwa. Jina langu naitwa Patrick Wahome. Ni kweli kwamba hicho kituo kimejengwa. Ukiangalia pia tumekuwa tukidoubt, kuna ndege ambazo zimekuwa zikiangaa juu ya anga letu la Nanyuki town, of which ndio tuliweza kupata hiyo conspiracy na tukataka kujua zaidi. Tunakuja kupata inside information kwamba ati hicho kituo kinajengwa. Na sisi vile ambavyo tunataka kusema, Laikipia East ama Nanyuki town is not a laboratory mice, ama pia hapa sio dump site ya magonjwa hatari. Ukikuja uangalia hapa kwetu hata hospitali hazina hata gloves, the most basic vitu za matibabu. Sasa hivi wakikuja kutuambia tuletee hiyo Ebola, sisi tunasikia kwamba tunastuka sana. Na ukiangalia hata leo town, kwanza ile siku watu walisikia hiyo mambo, watu walipata mstuko mkubwa sana. Town yetu ikakuwa ina furaha kwa sababu wanajua Ebola ni ugonjwa hatari sana, si kama COVID ama magonjwa mengine yote. Kufanya peaceful demonstration ya kusema kwamba tunakatana na ujenzi wa hiyo kwa karantini ya Ebola, na tunaambia serikali Laikipia East tuko na mambo mengi sana mnafaa kutuletea. Msiangalie sisi muone sisi ni dump site ya magonjwa. Na pia tunataka kuambia rais wa Marekani Trump wakiwa na rais wa hapa nchini Kenya Bwana Ruto, kama kuna deal ambayo walicrack, sisi wananchi wa hapa Laikipia East na Nanyuki town tumesema reject the Ebola quarantine, na sisi hatuko part of that, na tutaendelea kuandamana hadi ile siku tutaambiwa kwamba hicho kituo kimefungwa. Asante. Hebu kama mama. Niko na bite moja mbu. Okay, kwa majina mimi naitwa Jane Putunoi na mimi ni mkazi pia wa hapa. Mimi nimewania kiti ya seneta na nimefurahi naunganika na wenzangu ambao tunapinga hii maneno ya Ebola quarantine. Hatutaki, tumesema kama jamii, kwa sababu hii ni sauti ya jamii. Mimi siongei kwa niaba yangu, ni kwa niaba ya wale demonstrators, kwa niaba ya wakazi wa Nanyuki ambayo hiyo Ebola ita affect kama biashara zao, kama afya yao itakuwa affected sana. Shukrani sana. Wacha tuzungumze na mkazi mwingine, hebu tueleze. Kwa majina ni Benson Munene, the Bright Light Messenger. Senator aspirant Laikipia, na ndio maana tuko huku, tumemobilize ama chronic mobilizer, na ile kitu tunaweza sema ni kuwa hauwezi zuia panya aingie hiyo quarantine, hauwezi zuia ndege ama mende, na hao wote watarudi pande hii. Ile kitu tumesema na kama Mbogi tumeamua hivi, hatutaki hiyo quarantine ijengwe hapa, Jokuku na public participation. Ya pili, Ebola ikikuja hapa, hao watu
PPEs, personal protective equipment, wanaweza choma, lakini wale watu wataenda hiyo sewage itamwagwa wapi? Wakizika kwa mchanga itaingia iende kwa boreholes na maji ya chini. Ikiachiliwa tena irudi nini, bado ni kumaanisha itakuwa inaathiri watu wetu wenye wako pandile ya Ebasunyiru River Basin. Tunasema aje, kama Air Force wanajenga huko, sisi tumeagree kama maboy, tumesema landlords wote na Nyuki, kama umekombolesha mwanajeshi wa Air Force arudi kambi. Tumesema kitu ya kwanza sisi tutatetea jeshi wetu, tutatetea polisi wetu kwa sababu hatuna uhasama nao, lakini hakuna vile Americans very selfish to the core. How can they say that the facility is going to be purely American? Kwa hivyo hata kama ni president akonjeke hawezi enda huko, hata MPs hawezi enda huko. Na tunasema aje, nchi ya Kenya imepanua miguu sana, hakuna mtu waingii. Na ilianzia na Nigerians wamejaa hapa, ikaleta wa Rwanda saa hizi ndio wanauza mangumu hapa na manjugu. Sasa wametuletea mpaka Ebola. Tumesema aje, sisi ni Shiang Dra. Tunasema mambo ya Ebola. Number 1, Congo iko hapa karibu. Na pia Americans wako na base yao pale Djibouti, wako na base yao pale Indian Ocean inaitwa Diego Garcia. Kama wanataka, let them carry their patient wawapeleke pale. But hapa na Nyuki, mambo ya kushida ukisema ati tuletewe Ebola hapa, na hiyo kitu iko very definite. Cha karantini cha virusi vya Ebola na tunaendelea kuangalia vile maandamano yatakuwa eneo hili na kuleta habari hizo. Asante sana Margaret Kimathi. Mtazamaji, tuiradhi kwa hilo, lakini tumesikia kauli za wakazi kutoka kaunti hii ya Laikipia wakikataa ujenzi wa kituo cha karantini na hatma ya ujenzi au kuendelezwa na kupokea wagonjwa kutoka mataifa ambayo yameathirika na ugonjwa huu. Basi tutafahamu fika wiki hii. Hii ni baada ya Waziri wa Afya Aden Duale kutoa kauli ya kwamba atakuwa akipatiana mwelekeo mbali